Okay, habari ya jioni, habari ya jioni wote. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa zawadi ya uzima na afya njema ambayo anaendelea kutupatia mpaka leo. Okay, of course hayo ni malalamiko ambayo baadhi ya wanawake wameyatoa. Baadhi ya wanawake wameyatoa na inaweza ikakuumiza kichwa, lakini nimepata inbox na wanawake wengi na baadhi ya wanaume pia ambao wanalalamika wanapitia changamoto kama hizo. Lakini all in all ni kwamba kuna kitu ambacho mwanamke ulio kwenye ndoa, naamini kuna kitu unajifunza. Mwanaume ulio kwenye ndoa, naamini unajifunza. Unapoona haya yote, maana kuna jambo la ziada ambalo unalopaswa kuweza kufanya kuhakikisha kwamba wewe na mwanamke, aidha mke wako, mume wako, mnatenga muda kwa ajili ya kuweza kuyaongelea mahusiano yenu. Hiki ni moja ya kiashiria ambacho kinaonyesha kwamba wanandoa wengi wanaishi katika mateso. Wanandoa wengi wanaishi katika mateso. Wanandoa wengi hawana ujasiri wa kuambia wenza wao vile wanavyojisikia. Na hii sio dalili nzuri, ni dalili hatari sana. Yaani kama unaishi kwenye ndoa ambayo huwezi kumwambia mume wako vile unavyojisikia, huwezi kumwambia mke wako vile unavyojisikia, ni jambo ambalo ni la ajabu kuliko mfano. Kwa hiyo hebu tuendelee kuchukua tahadhari juu ya hili, tuendelee kujilinda juu ya hili, lakini pia tupate muda wa kuweza kuyaongelea mahusiano yetu. Kulipa ada za shule peke yake haitoshi. Kujaza mafuta kwenye gari, kulipa kodi ya nyumba peke yake haitoshi. Kuleta chakula mezani, kutoa pesa ya chakula peke yake haitoshi. Wanaume wengi wanafikiri kwamba akifanikiwa kutoa ada za watoto, akifanikiwa kumjazia mwanamke mafuta kwenye gari, akifanikiwa kuweka chakula cha kutosha ndani ya nyumba, basi yeye tayari amekamilika kuwa na mwanaume. Moja ya kitu ambacho wanaongea kila siku. Moja ya kitu ambacho kilichowafanya nyie mkaungana au mkaunganishwa mkawa mke na mume ni tendo la ndoa. Inapofika mahala tendo la ndoa linalegalega, tendo la ndoa linapoteza mwelekeo, tendo la ndoa linaondoka, ubunifu unaondoka, hisia zinapungua, hamko ama hisia kuhusiana na hili tendo linaondoka moja kwa moja, basi tambua kabisa kwamba kama ni boti inaelea na muda sio mrefu inakwenda kuzama. Maana kama ni ndoa yako ipo katika hatari ya kuweza kuvunjika ama kuishi katika njia ya kuvumilia. Na watu wengi wanafikiri, wanasema daktari, tunaishi hivyo hivyo ili mradi. No. Wanawake wengi wanaishi na wanaume ambao tayari kihisia walishaachana nao. Usikubali ukaishi katika ndoa ya namna hiyo. Usikubali ukaishi katika mahusiano ya namna hiyo. Nikutakie jioni njema. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa magonjwa ya lishe na mahusiano. Mungu akubariki unapokuwa unatafakari masomo haya.